بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa Shawwal mwaka 1438 katika darasa ya المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. tulifikia katika ubeti wa 182 kuendelea mbele. يقول الناظم رحمه الله تعالى: أما النجوم فين للسماء ورجوما للشياطين طردا لاستماعهم كما بها يهتدي الساري لوجهته في البر والبحر حيث السير في الظلم. tulitangulia kutaja katika darasa iliyopita ya ilmu ambazo zimetahadharishwa na wanaovioni kwa sababu ya shari iliyoko ndani yake. Tukazungumzia ilmu al-kalam, pia tukagusia ilmu ya ukuhani na unajimu. Ilmu ya ukuhani na unajimu. Baada ya mshairi kutaja hatari ya ilmu kama hizi na ndani yake mna kushirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, akaendelea kutaja kazi za nyota. Ikiwa nyota haifai mtu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kudai kujua ya ghaibu kwa kupitia nyota, kazi yake ni nini? Akasema: amma an-nujumu fazainun lis-samaa ورجوما للشياطين طردا لاستماعهم كما بها يهدي الساري لوجهته في البر والبحر حيث السير في الظلم. يشير رحمه الله تعالى هنا إلى فوائد النجوم. katika beti hizi mbili aishiria mshairi rahimahullahu ta'ala faida za nyota, wa annaha khuliqat li thalathin, kuwa hizi nyota zimeumbwa kwa ajili ya mambo matatu, kwa sababu al-ula zainun lis-samaa, nyota zimeumbwa kwa ajili ya kupamba mbingu. Allah subhanahu wa ta'ala sema: walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bizinatin, inna zayyana as-samaa ad-dunya bizinatin al-kawakib, inna zayyana samaa ad-dunya, hakika tumeipamba mbingu iliyoko juu ya ulimwengu, bizinatinil kawakib, kwa pambo la nyota. Kwa hivyo sababu ya kuweka nyota Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja mojawapo katika zile sababu ni zina, ni pambo. Na ndio ukaona ukienda katika sehemu ambayo haina makazi ya watu, bimaana hakuna nuru hii ya taa hizi na nini, ukitizama mbingu utaujua ule uzuri Allah aliyoumba zile mbingu, hasa wakati wa usiku kukiwa na kiza, na namna zile nyota zinavyomeremeta na kung'aa juu ya anga. Kwa hivyo ni pambo. Allah subhanahu wa ta'ala ameumba hizi nyota kwa ajili ya kupamba mbingu. Wathania rujuman lishayatin, rujuman lishayatin, mashaitani hupanda kwa ajili ya kutaka kusikiliza siri mbinguni. Zile nyota zikawa ni zenye kutumika katika nini? Kuwachoma wale mashaitani na kuwaangusha kutoka juu. Na ndio pale utaona ile muita shooting star, sio? Lakini tizama watu wanavyochukulia shooting star. Makufara wakiona ile nyota ikitembea hivi yachoma, wasema ile nyota afanya nini? Make a wish. Wish nini? Shetani. Shetani akipigwa make a wish, vituko hivi. Na hii ni katika itikadi moja ya nini? Juu ya nyota.
na waislamu wengine wakabeba itikadi kama hizi, wao pia wakawa nazo. Akiona nyota hata hivi na yeye pia aitizama ile nyota, aona ile nyota sasa ndio bahati yake. Si ndio wanavyoamini wao? Kuna uhusiano gani wa nyota na maisha yako? والثالثة يهتدى بها في السير إلى البر والبحر. watu hutumia hizi nyota katika kujua njia wanapotembea baharini na nchi kavu. tumia hizi nyota katika kujua njia. waqahu rujuman, al-aslu an yakuna marfu'an, aslu iwe ni rujumun lianna ma'tufun ala zain wal ma'tuf ala al-marfu' marfu', ilikuwa aslan iwe na dhamma, lakini hapa kaandika rujuman. tizama, amma an-nujum fa zainun lis-sama wa rujuman, sawa sawa wa rujumun, lakini akaibadilisha rujuman akasema sababu, lakin la'alla an-nadhim ذكره على سبيل الحكاية والاقتباس من القرآن. hii ni iqtibas. katika mashairi kuna kitu chaitwa iqtibas, yani mshairi akamilisha maneno yake kwa kutumia aya ya Qur'an au hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. kwa hivyo itabidi anukuu vile vilivyokuwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. ni mifano yake iko mingi, kama fi qawli ta'ala, wa laqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha وجعلناها رجوما للشياطين. وهذه الآية الكريمة من أدلة الأول، katika dalili ya ubeti wa kwanza hii aya, ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. kwa hivyo tunaona kuwa nyota zimeumbwa kwa ajili ya kwamba mbingu. وجعلناها رجوما للشياطين, na kuwapiga mashaitani. huo ubeti wa kwanza. ومن الأدلة عليه أيضا قوله تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. ndio hii nyota inaotupa kwa ajili ya kuwachoma wale majini mashaitani wanaokwenda kusikiliza siri. والبيت الآخر دليله قوله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. Allah subhanahu wa ta'ala katika neema ambazo wakumbusha waja wake kwa yeye ndiye aliyewajalia nyota ambazo waongoza wanadamu katika kiza cha nchi kavu na kiza cha baharini. وكذلك قوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. tumia nyota watu huongoka kujua njia. njia wale wa baharini wafahamu zaidi katika siku hizi tunazoishi sisi, sababu sasa hizi barabara zimetengenezwa vizuri, lakini watu wanaoishi katika majangwa mpaka leo tunapozungumza watumia nyota katika kujua njia, na akikosa nyota ni kama baharini amekosea nyota. huko atakakokwenda Allah ndiye ajua zaidi, lakini wao hutumia hizi nyota katika kujua njia. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وقال قتادة ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. katika kuifasiri aya Qatada sema khuliqa hadhihi an-nujum li thalathin, nyota hizi zimeumbwa ya mambo matatu. ala zinatan lisama, Allah amezijalia ni pambo la mbingu. warujuman lishayatin, na kupiga mashaitani wasije wakaibasiri. wa alamatin yuhda biha, na alama Allah ameziweka za kuwaonyesha watu njia na kuongoza njia. faman taawwala fiha bighairi dhalika akhta wa dha nasibahu, yoyote atakayeleta tafsiri isiyokuwa hii au faida isiyokuwa hizi faida za nyota, basi huyu amekosea na amepoteza umri wake. watakallafa ma la ilma bih, na amejikalifisha jambo ambalo hana ilmu nalo. kwa hiyo hakuna faida hizi zaidi ya hizi tatu zitajwa katika Qur'an na Sunna. hii nyota ni pambo pigwa nazo mashaitani na ni alama za kuongoza watu njia. ama zaidi ya hapo ni muongo. yoyote anayesema kwa nyota zamjulisha jambo kadha wa kadha wa kadha, dajjalun min ad-dajajil kadhabun ashir, hakuna ukweli katika maneno anayodai, muongo. bali hili jambo linaweza kumpelekea mtu kuwa katika nini, washirikina, kama tulivyotaja
katika darasa zilizopita. رواه البخاري معلقا وصله ابن جرير وبريء ابن أبي حاتم في تفسيريهما، وزاد ابن أبي حاتم في آخره: وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدث في هذه النجوم كهانة. kuna baadhi ya watu wajinga sio amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, wamezua katika hizi nyota ukuhani. Man a'rasa binajmi kadha wa kadha, mwenye kuoa katika nyota fulani. Wa man safara binajmi kadha wa kadha, na mwenye kusafiri kwa nyota kadha wa kadha. Kana kadha wa kadha, itatokea amri kadha wa kadha. la amri ma min najmin illa yadu bihi al-ahmar al-aswad wat-tawil wal-qawl wama alima hadha an-najm hadha Allah la ya'lamu man samawati illa huwa. kuna nyota yote inazuka isipokuwa ndani yake uzaliwa wafupi, wazuri, wabofu, na nyota haina habari yoyote ya kile kinachozaliwa, haijui chochote. Ni kama mtu akwambie sawa, wajua ikiwa mvua yanyesha na jua lawaka kunzaliwa ndovu, sijui kunzaliwa simba, sijui ndovu. Swahilini kwetu wasema hivyo. Subhanallah. Pengine kweli wazaliwa, sinka watu wazaliwa. Kwani kichaajabu mkipi? Kile kuzaliwa. Na hizi nyota pia itoke nyota nyekundu, nyota nyeusi, nyota rangi kijani, nyota gani? Kila siku wazaliwa huyu, wazaliwa yule, mambo yajiri katika ulimwengu kama kawaida. Wala ile nyota haina uhusiano wowote na yale yanayojiri katika ardhi. Hakuna uhusiano wa aina yoyote, hata akakudanganya mwenye kudanganya, hakuna uhusiano wote. Eti oa kwa nyota kadhaa utakuwa na ukorofi ndani. Ndio kaona zile ndio watajia huku nyuma harusi za sala alfajiri. Baada ya alfajiri tu wasikia kuna nikaha. Bwana yeye taki watu wale ndio kaika alfajiri. Si kwa sababu hiyo. Hata ukienda kuna papuri pale wekwa, si sambusa, vya rojo, si vya karai, weka vyakula vya kila aina. Si kwa eti akimbia kule kula, yualika watu, lakini ametizamiwa nyota. Na mushrik mmoja amwambia nyota yako ile, usipofanya hivyo basi kutatokea kadha kadha wa kadha. Hivyo wanafanya. Kinyota haina habari. Kila siku watu wazaliwa, watu wafa, weupe, weusi, si rangi gani, kila mambo yajiri katika ulimwengu, wala hazina habari yoyote wala mfungamano yoyote. Na Allah subhanahu wa ta'ala amekata kuwa hakuna kinachojua ghaib chochote katika viumbe wake. Anayejua ghaib ni yeye pekee yake, Allah subhanahu wa ta'ala. Qala qul la ya'lamu man fi as-samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Hakuna anayejua ghaib mbinguni na ardhini isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake. Wama yash'uruna ayyana yubthun, mwanzo hata hawajui lini watafufuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala amri law anna ahadan alima al-ghaib, na law kama kuna mtu ambaye yajua ghaib la alimahu Adam alladhi khalaqahu Allah biyadihi, angejua ghaib ambaye Allah amemuumba kwa mikono yake. Wa asjada lahu malaikatahu wa 'allamahu asma'a kulli shay, akawaamrisha malaika wake wamsujudie Adam, na akamfuallama Adam al-asma'a kullaha. Kuna kitu jafundisho, kila kitu Allah amemfundisha isipokuwa hivi tu. Nyota kuzijua yeye, wanjua hawa waongo wa siku hizi. Wallahi nasijui vipi mtu yadanganyika na watu kama hao. Jitu likae nyumbani lile kudanganya, tuandike bao nyota, sijui nini, nguvu za kiume, sijui kuna hii, kuna ile. Kisha andike pale waliopotea, abandike vibao vyake vimeandikwa na chokaa pale, na kuna mwenye akili timamu watamfuata na kumuuliza mambo yao. Wewe na kwa binadamu kama wewe, akwambie wewe maisha yako yatakuwa vipi? Si ujinga wa hali ya juu. Wallahi ujinga wa hali ya juu. Wewe muulize yeye mwanzo, wewe utakufa lini? Akujibu. Wewe wafa lini? Sikia atakwambia nini? Hajui. Hakuna anachokijua. Kisha vipi wewe leo utakwenda kumfuata binadamu kama wewe, uende ukamuulize mambo ya ghaib, mambo ambayo yamefichika, wewe utamuuliza? Hadha min as-safa, sallallahu alayhi wa sallam. Huni katika upumbavu ya juu wa baadhi ya watu na jahili. Allahu musta'an. Qala anahu al-jannata, na Allah akamuingiza Adam peponi, yaakulu fiha raghadan haythu sha, anachokitaka
popote. Wanuhiya an shajaratin wahida, akakatazwa mti mmoja tu katika mti. Wengine wasema tufaha, wengine haikutajwa bwana, haikutajwa ni mti gani, ni majani, ni tunda, nini, haikutajwa. Siambia shajara ni mti, hajulikani ni mti gani. Lakini kuna mti pale peponi aliambiwa huu usiukaribie. Mtihani. Falam yazal bihi albala hatta waqa'a bima nuhiya anhu, mtihani ukamfuata mpaka akakia katika kile ambacho amekatazwa. Walau kana ya'lamu al-ghaib, walau kana yu'lamu al-ghaib la'alimathu al-jinn hina mata nabiyullah Sulaiman alayhi salatu wassalam, labithat amalu lahu hawlan fi ashadd al-hawani la yash'una bi mawtihi wama dallahum ala mawtihi illa dabbatul ard. Alau kama watu wajua ghaib, na ghaib yajulikana, majini wangejua ghaib ambao Suleiman alayhi salam alikufa akiwa juu ya arshi yake amekaa na bakora ameitegemea, akabaki vile. Majini wakatika adhabu, hawajui kama kufa, umogopa, hawezi karibia. Mpaka wadudu wakala ile fimbo yake au bakora yake akaanguka, ndio wakajua kama amekufa. Sio angelikuwa ghaib wasingeadhibika, hajui. Kwa hivyo hakuna anayejua ghaib isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. La malaika wala nabi wala nani. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambiwa aseme walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min khairi wa ma sani yasu, lau kama mimi najua ghaib ningethirisha kufanya khairi, nisingepatwa na jambo baya, nisingepatwa na baya. Kwa hivyo hata Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa hajui ghaib isipokuwa kile atakachomfungulia nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ila man irtadha min rasul, Allah akimteremshia mtume wake yoyote yule jambo la ghaib mueleze kuonyesha ukweli wa mtume wake sana. Kwani kuna mangapi ambao mtume sallam ameyazungumza katika sharatu saa, alama za kiyama, leo watu waziona. Wahy min Allah subhanahu wa ta'ala. قال النيراني بحسبان وذلك تقدير عزيز العليم المسبغ النعم. قوله والنيران معطوف عليهم، والمراد بهما الشمس والقمر، وهو من باب التغليب. زميت النور mbili, والنيران نور mbili يكسدوا جوا mwezi, na hii min bab at-taghlib, anna alladhi yusafu bin-nur huwa al-qamar, kinachoelezwa kuwa kina nuru ni mwezi. Kwa Kiswahili mwanga wa jua waitwa nuru na mwanga wa mwezi waitwa nini? Nuru. Lakini si Kiarabu. Kiarabu ni lugha tajiri sana, kwasi. Ukisema nur maana yake ni tofauti, na ukisema dhiya maana yake ni tofauti. Na utazama katika lugha ya Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza mwezi asema nur, akizungumza jua asema dhiya. وجعل القمر نورا والشمس ضياء. Tofauti nini? Nur ni mwanga ambao huja bila ya joto, bila ya moto. So ukiangalia mwezi watoa mwanga lakini hautoi nini? Moto. Ama dhiya ni mwanga ambao ukitoka kabisa waja na nini? Na joto, moto, kama vile mfano nini? Jua. Na ndio ukaona Mtume sallam alivyoizungumzia sabra akasema wasabru, akasema as-salatu, akasema as-salatu nur was-sabru dhiya. Kwa nini anasema sabru dhiya? Kwa sababu kusubiri ndani yake kuna mambo mazito ya choma, nataka subra ndio uweze kuwa na subra. Hiyo subra nataka na subra, isbiru wasabiru. Kwa hivyo hapa lakini ikaitwa wan-nayrani, nur na nur, nayran taghliban, lakini asli ya nur ni mwezi wala sio jua. كما قال الله تعالى وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. نبي كما تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. كيف نور يصفه قمر. ويقال لهما ايضا القمران. نجوا na mwezi pia huitwa alqamarani, pamoja na kuwa qamar ni mwezi, lakini taghriban kama vile Abu Bakar na Umar waitwa al-Umarani, pamoja na kwa yule aitwa Abu Bakar na aitwa Umar,
lakini ukisema al-umarani usuna nani? Abu Bakar na Umar taghliban. والناظم رحمه الله تعالى يشير في هذا البيت إلى قول الله تعالى الشمس قمر بحسبان jua na mwezi huenda kwa hisabu. Allah yanapanga mahesabu yake. wanayarani bihusbanin yaenda kwa hisabu. wa qawlu ta'ala wash-shamsu tajri li mustaqarrin laha, najua linakwenda mpaka kituoni kwake. dhalika taqdirul azizil alim, hayo ni makadirio ya mwenye nguvu tena mwenye elimu Allah subhanahu wa ta'ala. nazunguka naye ila dunia. qala rahimahullah faman ta'awwala fiha ghayra dhaka qafa ma laysa ya'lamuhu fahuwa al-kadhubu simi. ay man ta'awwala fi an-nujumi ghayra ma khuliqat lahu, yoyote atakayeleta tafsiri ya nyota isiyokuwa hii ambayo ni sababu ya kuumbwa zile nyota. waqad taqaddama bayanu anna khuliqat li thalathati umur, tumetangulia kutaja ubainifu kuwa nyota zimeumbwa kwa ajili ya mambo matatu: zinatil lis-sama, pambo kwa mbingu, warjuman lishayatin, zinatan lis-sama warjuman lishayatin, wa alamat yuhta biha, ni pambo mpigwa nayo shetani anayekwenda kusikiliza siri, na ni alamat za kuonyesha njia ya kule mtu anakoelekea. Kwa ukitaka kusafiri katika bahari uwe na ujuzi wa nyota, ndio utasafiri sawa sawa. ولم يذكر جل وعلا أن لها تصرفا في ملكوت السماوات والأرض أو صلة بسعادة البشر وشقائهم، ولا الله كواجا kuwa nyota zina kazi katika ufalme wake wa mbingu na ardhi yoyote, wala kuja mafungamano ya kufaulu au kuangamia kwa waja katika hizi nyota. فمن عدل عما ذكر الله من فوائدها إلى الإسلال بها على الغيب فقد أفى ما سه به علم. yoyote anayetoka katika haya akawa atataja nje ya hizi faida ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja, akawa atumia zile nyota kama dalili ya kujua ghaib, huyu ameramia mambo asiyokuwa na elimu nayo. وقد تقدم قول قال رحمه الله فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلم ما ليس لا علم له به. yoyote ambaye tafsiri nyota kwa isiyokuwa tafsiri hii, basi atakuwa amekosea na kupoteza umri wake na kujikalifisha asiyokuwa na elimu nayo. قال الشيخ سليمان رحمه الله في تيسير العزيز الحميد أخطأ أي حيث تكلم رجما بالغيب، amekosea kwa sababu amezungumza jambo ambalo halijui, ni ghaib. واضاع نصيبه اي حظه من عمره، kapoteza katika sehemu yake ya umri wake. لانه اشتغل بما لا فائده فيه بل هو مضره محضه، sababu amejishughulisha jambo ambalo halina faida ndani yake bali ni madhara matupu ndani yake. وتكلف ما لا علم له به، hapo nalikuwa ma ilma lahu bihi, sio sawa, ni ma la ilma lahu bihi. أي تعاطى شيئا لا يتصور علمه، amekwenda kutajambo ambalo mtu hawezi kutasawwar ilmu yake wala hawezi kuipata ilmu yake. لأن أخبار السماء والأمور مغيبة لا تعلم إلا من طريق الكتاب والسنة وليس فيهما أزيد مما تقدم. kwa sababu mambo ya ghaib hatuwezi kuyajua isipokuwa kwa kupitia Qur'an na Sunna. chochote cha zaidi ya hapo haiwezekani kukipata isipokuwa kupitia Qur'an na Sunna. Na tumetangulia kutaja katika Qur'an na Sunna faida ngapi zimetajwa za nyota? 3 tu, hakuna zaidi ya hapo. Zaidi ya hapo mtu amejikalifisha kile asichokuwa na elimu nacho. وقوله رحمه الله فهو الكذوب سمي أي سمه بالكذب، mbandiki ya uongo. من وسم صن وسمة أي اجعل الكذب علامة لهؤلاء وصفة يعرف بها، وبندike alama ya kuwa hawa nani ni waongo, iwe wajulikana kwa uongo wao. والكذوب
على وزن فعول وهو من صيغ المبالغة يعني muongo sana kuna kad na kadhub kadhub ni yule muongo sana kupita mipaka yule sema ni muongo haelezeki katika ule uongo wake kwa hivyo yule anayedai kuwa ajua ghaib kwa kupitia nyota basi yeye tutamwita nani kadhub kadhub ni muongo sana kwa yale anayoyadai والله المستعان في بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك